ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela atalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Lakini kama hayo hayatoshi, kule katika bodi ya ligi kilichojiri ni nini? Leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, na msingi wake mkubwa ni kuona namna gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyojitokeza tangu huu mwezi wa 3. Tumekuwa na kikao kizuri, ni aina ya vikao. Almas Kasongo akiweka hadharani yale matakwa ya Young Africans kuelekea dabi. Kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni. Lakini je, nini hasa mustakabali wa haya yote? Bakia hapo hapo ulipo. Hapo unafurahi. Hicho ndio ambacho wamechangamka. Sasa huyu anataka kunichekesha. Mimi nakuchekesha tena. Ametaka kuchekesha. Yaani kuna vitu fulani ambavyo yeye anavitaka. Basi bwana. Bwana, karibu sana mwana michezo, na sisi bila hiana tunakupeleka moja kwa moja viwanjani. Kipekee kabisa tukushukuru kwa kuchagua Wasafi FM kwa radio yako ya kusikiliza matangazo yetu pamoja na kuyasikia kupitia masafa yetu ya FM katika maeneo mbalimbali ya nchi hii. Unaweza ukatutazama pia kupitia YouTube channel yetu ya Wasafi Media. Tuandikie hapo, tutapita na ujumbe wako, lakini vile vile unaweza ukatusikiliza kupitia kisimbuzi cha Azam. Okay. Upande wa radio, chap naenda kule katika upande wa radio, basi itafute Wasafi FM, mambo yatakuwa ni bulbul. Tuanzie bodi ya ligi ama tuanzie uwezo ukaanza jioni wakati kuna asubuhi. Kuna asubuhi. Anza asubuhi. Leo kulikuwa kuna kikao cha bodi ya ligi na Young Africans. Kama ambavyo tulivyosema katika Sports Arena asubuhi ya leo, taarifa yetu tulikupatia na ikathibitishwa na Young Africans kweli wana kikao na bodi ya ligi. Lakini bodi ya ligi baada ya kikao ni nini ambacho kimejiri huko? Huyo hapa CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo. Leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, na msingi wake mkubwa ni kuona namna gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyojitokeza tangu huu mwezi wa 3. Tumekuwa na kikao kizuri, ni aina ya vikao, ni aina ya transparency ambayo kama vyombo, kama bodi, kama vilabu ndio aina ya ndio platform pekee kwamba kunatokea tatizo, mnaandikiana barua, mnakutana, mnajadili mambo yenu kwa pamoja, and then mnatengeneza mwelekeo ili muweze kutoka hapo mlipofika. Kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya scope ya bodi ya ligi kuu kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi mnafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili aweze kufanywa kazi na afanyiwe maamuzi pia. Na matakwa hayo halisi ya Young Africans kwenye jambo hili ni yapi? Huyo hapa Almas Kasongo. Kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzuru kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la 4 ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Itoshe kusema kwamba secretariat pamoja na uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi,
alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi kuu. Tumepokea, itoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne ukiondoa ile jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi, haya mambo matatu yaliyobaki, tafsiri yake mamlaka ambazo zinaweza zikayapokea, kuyachakata na kuyafanyia maamuzi ni kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu na mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo tumewaambia wenzetu kwamba tumeyapokea kwa nia njema, kwa nia ya kujenga, tutayawasilisha kwenye mamlaka husika ili aweze kuyafanyia kazi. Bana, kishamaliza CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo amemaliza. Though tutamrudisha baadaye, atarudi hapa kuhusiana na dabi. Amesisitiza tu kwamba dabi ipo pale. Kwetu sisi kwa haya ambayo yamekuja, tafsiri yake ni kwamba so far ratiba yetu ipo kama ilivyopangwa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine tofauti na watu ambao leo wamekutana. Na ndio maana nikasema kwamba tumepokea and then tutapeleka sasa kwenye mamlaka husika zikiwemo hizo kamati na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu, nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana natangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu ambao nasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo zitakapowasilisha, zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa. Hiyo ndio taarifa rasmi tuseme ya bodi ya ligi baada ya kikao cha leo na Young Africans. Tunajua kusikia pia kwa Young Africans limepokelewaje na pengine wanasema nini wao. Unajua manake hapo kwa Kasongo tumesikia matakwa ambayo Yanga wanayataka kuhusu mechi kuwepo au kutokuwepo. Yeye sio anayeamua mechi kuwepo au kutokuwepo. Ndio. So far anayeamua nani? Sikuna kamati. Umeelewa? Yaani maana yake ni kwamba ili iamuliwe kama mechi hii hakuna, lazima kifanyike kikao cha kamati na akidi itimie. Yaani wajumbe wa hiyo kamati wawepo wanaotosheleza kufanya kikao kile kuwa rasmi. Sasa hii tunazungumzia ile kamati ya uendeshaji na usimamizi ambayo sasa ambayo Yanga ndio anataka kamati hiyo ijiuzuru. Sio, unaelewa hapo? Hii kamati bosi wake ni nani? Mwenyekiti ni Mguto. Mwenyekiti ni Mguto. Si ndio bodi ya ligi? Hii kamati si ndio iko chini ya bodi ya ligi? Ndio. Si ndio? Kwa hiyo yani hapo unachokitafuta wewe ni kwamba Almasi Kasongo hawezi kusema yeye ndio au hapana mpaka pakalike kikao ambacho akidi yake itimie ili kikao kile kiwe rasmi, kiibuke na tamko ambalo ni rasmi. Unapata hiyo point? Kwa hiyo kikao cha mwisho au statement ya mwisho ya kamati ni kwamba mchezo huo umeshapangiwa tarehe ambayo ni tarehe hiyo hapo. Kwa ili kuwepo ndio au hapana. Na ndio maana umeona hapo Almasi anasema wameyapokea na matakwa yao yatapelekwa kwenye hizo kamati stahiki ili zikafanye kuchakata na kuamua yanayowezekanika whatever the case. Ikayafanyie kazi.
alafu hizo kamati ndo zitakuja na hayo majibu ya kwamba, ndo maana hapo umeona Almasi kasema yeye kama mtendaji mkuu ratiba yake bado inafenyeje, inaendelea mpaka kamati itakapomjulisha vinginevyo. Unapata hiyo point? Kwa kama kamati itamwambia sasa mchezo huu itabidi usogee mbele tena, itabidi uendelee kama ulivyo, yeye kazi yake ni kutenda. Unapata hiyo? Kwa hiyo maana yake huko mpaka zikaa hizo kamati zao na vitu vingine. Kwa hiyo so far yeye kusema kwamba kwa ratiba yake maana yake vitu bado vinaendelea ni kwa sababu hajapokea. Kwa hiyo kamati ile ambayo inatakiwa ijiuzulu inaenda kukaa kikao kwamba jamaa tunatakiwa tujiuzulu, mnasemaje? Si ndio? Au unajua kwenye haya matakwa manne ambayo Young Africans wameyaleta hapo, yapo matakwa ambayo iko moja ambayo inashinikiza kamati yenyewe hiyo husika ikae. Ndio maana nakwambia, ina maana hii kamati inatakiwa iende ikajijadili wenyewe kwamba bwana tunatakiwa mwenye mamlaka ya kuivunja hiyo kamati ni mwenyekiti wa bodi ya ligi. Anaweza kaamua tu kesho asubuhi kamati inavunjwa alafu inaundwa upya.